Kama ilivyo kwa desturi ya wanadamu, mara nyingi kwa watu walio wengi, marehemu huzikwa nyumbani, na ndio maana tutaona hata mapadri na watawa huwa tunaona kuna makaburi ya mapadri, kuna makaburi ya watawa, kwa sababu walikwisha ondoka kule nyumbani kwenye jamii ya kawaida, wakaenda nyumbani kwao kanisani. Na huko nyumbani kuna watu kwenye jamii ambao wana nafasi maalum zaidi. Kwa mfano, katika jamii ya kanisa, maaskofu huzikwa kanisani kama huu, na hasa mara nyingi makanisa makuu ya majimbo, katedrali kama humu tulio. Mapapa huzikwa kwenye basilika la Mtakatifu Petro. Ndivyo desturi ilivyo kwenye basilika la Mtakatifu Petro, na huzikwa kwa namna maalum. Jeneza la papa katika hali ya kawaida linatengenezwa kwa aina tatu za mbao. Kuna mvinje, kuna mkolani, na ni aina mbili za mbao, lakini mvinje na mkolani, halafu madini ya risasi ndiyo yanayotumika kama kiungo na kukaza na kutengeneza ule urembo. Ni kwa sababu tu ya kuthamini na kuheshimu hadhi yake papa. Na wakati mwili wake unaagwa, wakati wa kutoa heshima za mwisho, kuna jiwe maalum ambalo mwili huwekwa pale. Ikiwa unaonekana mzima, watu wanatoa heshima za mwisho. Papa huyu, Papa Francis, yeye ameacha wosia. So papa anazikwa kwa namna hiyo tuliyoisema, lakini kama hajaacha wosia, kama ameacha wosia, basi wosia wake unafuatwa. Papa Francis ameacha wosia. Kati ya mambo ambayo yametengeneza gumzo kidogo duniani, kwamba amedhihirisha ule moyo wake wa unyenyekevu na kujidhiri, mpaka hata katika nukta ya kuondoka kwake duniani. Kwa mujibu wa wosia wake, mazishi yake hayatafanyika kwenye basilika la Mtakatifu Petro, wala hayatafanyika ndani ya eneo la Vatican, yatafanyika nje ya eneo la Vatican, kwenye basilika jingine la Mtakatifu Maria Meja. Ni basilika ambalo alikuwa anapenda zaidi kulitumia kwa ibada zake mbalimbali wakati wa uhai wake, kipindi akiwa papa. Na jeneza lake kadiri ya wosia wake lina ubao mmoja tu wa kawaida sana, na basi hakuna kitu zaidi. Na kwa wosia wake ameomba wakati wa heshima za mwisho mwili wake usiwekwe juu ya lile jiwe, uwekwe tu kwenye jeneza kama watu wengine, na mwili ufunuliwe, watu watoe heshima za mwisho kupita pale kama watu wengine ambavyo huwa inakuwa. Huyu ndiye Papa Francis, na ndiyo namna ya maziko aliyochagua. Inakufundisha nini? Karibu tutafakari. Unaweza kutupa mrejesho kwa kutumia mitandao yetu ya kijamii ambayo itaendelea kupita, ili tupate kujifunza na kutafakari pamoja. Wote tunajifunza nini katika kila hatua kwenye msiba huu.